Hivi umeshawahi kufikiria kama jina lako na tarehe yako ya kuzaliwa vinaweza kuwa na maana iliyojificha? Leo tunazama kwenye ulimwengu wa ajabu wa numerolojia. Huu ni mfumo unaodai kwamba unaweza kufumbua siri za maisha yako kwa kutumia namba tu. Na hapa sasa ndipo linapokuja lile swali kubwa. Inawezekana kweli data rahisi kama hizi zikafichua mustakabali wetu? Chanzo chetu kinasema ndiyo, inawezekana kabisa. Basi, hebu tuone jinsi gani. Sawa, hebu tuanze safari yetu. Fikiria maisha yako kama ni ramani. Kulingana na numerolojia, kuna namba chache muhimu sana zinazotumika kuichora hiyo ramani yako binafsi. Lakini yote inaanzia na namba moja tu. Namba ya msingi kabisa. Hii inaitwa namba ya njia ya maisha. Hebu ifikirie kama dira yako binafsi. Inadaiwa kukuonesha njia sahihi, inakuonesha wapi fursa zimejificha, inakuonya kuhusu changamoto zilizo mbele yako, na inaangazia nguvu zako za kipekee zitakazokuongoza. Na kuipata, ni rahisi sana. Unachukua tu tarehe yako ya kuzaliwa, alafu unajumlisha kila namba moja moja. Yaani, kama umezaliwa tarehe 3, mwezi wa 12, mwaka 1990, unafanya hivi: 1 jumlisha 2 jumlisha 3 jumlisha 1 jumlisha 9 jumlisha 9 jumlisha 0. Unaendelea kujumlisha mpaka upate namba moja. Hiyo ndio njia yako ya maisha. Sasa, hebu tuangalie mfano halisi. Tuseme namba yako ni 1. Chanzo chetu kinasema hawa ni wale viongozi tangu kuzaliwa, watu wenye kujiamini, wasiopenda kubanwa na wenye ari ya kuanzisha vitu vipya. Ni wale watu wanaopenda kuvunja sheria za zamani ili kuleta mabadiliko. Sasa, hapa kuna kitu cha kuvutia sana. Ile namba ya njia ya maisha, hiyo inatokana na lini ulizaliwa. Lakini, namba inayofuata, ambayo tutaingia sasa hivi, inatoka sehemu tofauti kabisa: jina lako. Vyanzo viwili tofauti vinavyotoa mitazamo miwili tofauti kukuhusu wewe. Okay, sasa tunaacha tarehe ya kuzaliwa kando kidogo, tunahamia kwenye jina lako. Hapa tunapata namba ya mwelekeo, wengine wanaita namba ya hatima. Hii haiongelei safari yenyewe, hapana. Hii inaongelea vifaa ulivyopewa kwa ajili ya hiyo safari, yani vipaji na uwezo wako. Nasikiliza jinsi chanzo chetu kinavyosisitiza umuhimu wa hii namba. Kinasema, inafichua vipaji vya asili ulivyozaliwa navyo na inatabiri uwezo wako wa juu kabisa. Kwa lugha rahisi, hii ni kama ahadi ya kilele unachoweza kufikia maishani. Na kuipata, unatumia jina lako lile kamili ulilopewa ulipozaliwa. Kuna huu mfumo unaitwa alfabeti ya Pythagorean. Ni rahisi tu, kila herufi kuanzia A hadi Z inapewa namba yake kati ya 1 na 9. Kazi yako ni kujumlisha tu thamani za herufi zote kwenye jina lako, na hapo unapata namba yako ya mwelekeo. Tuchukue mfano wengine, namba 8. Chanzo kinasema hawa ni magwiji wa usimamizi, yaani wale watu wenye uwezo wa asili wa kufanikiwa na kuongoza miradi mikubwa. Lakini kuna upande mwingine. Wanatakiwa wajifunze kusawazisha ile hamu yao kubwa na subira. La sivyo, ule moto wao unaweza kuwateketeza wenyewe. Okay, sasa tunazama ndani zaidi. Yaani, ndani kabisa. Tumeshaona njia, tumeona vipaji, sasa tunafika kwenye kiini chako hasa. Hii inaitwa namba ya shauko ya nafsi. Na hii inadaiwa kufichua yale yanayokusukuma kimya kimya. Chanzo chetu kinatumia maneno mazito sana hapa. Sikiliza hii nukuu. Inasema, namba hii inaweka wazi motisha uliofichika na wewe halisi wa ndani. Yaani, hii ndiyo inayojibu lile swali muhimu kuliko yote. Kwa nini? Unafanya mambo unayofanya kwa nini? Na jinsi wanavyoipata ni ya kipekee sana. Unajua, wanatumia vokali tu. A, E, I, O, U kutoka kwenye jina lako. Mantiki yao ni hii. Fikiria hivi. Konsonante ni kama sura yako ya nje, ile unayoionyesha kwa watu. Lakini vokali ndio sauti ya moyo wako. Kwa mfano, kama una namba 9, wewe unaitwa nafsi kongwe. Chanzo kinasema hawa ni watu wenye hekima fulani hivi ya asili na huruma isiyo na kifani. Lakini, na hapa kuna lakini muhimu,
Wanahitaji kuwa wasikivu sana kwa sauti yao ya ndani, vinginevyo ukarimu wao unaweza kutumiwa vibaya na wengine. Sawa, sasa tumepata njia ya maisha, mwelekeo na shauku ya nafsi. Ramani yako imeanza kukamilika. Swali sasa ni, unaifanyia nini hii ramani? Na hapa sasa ndipo mambo yanapobadilika kidogo. Baada ya kupata ufahamu huu wote kukuhusu, nini kinafuata? Lengo la mwisho ni nini hasa? Unatumiaje haya yote kubadilisha maisha yako? Chanzo kinatupa pendekezo la hatua ya mwisho. Na hapo ndipo inapokuja hii ripoti kamili ya kufafanua haiba. Chanzo kinaahidi kwamba hii ripoti itakupa majibu yote, kuanzia kwenye mahusiano, kuelewa matatizo yako ya kazi na pesa, hadi jinsi ya kuchukua usukani kamili wa maisha yako. Na bila shaka, ufahamu huu wote wa kina una gharama yake. Ripoti hii yenye kurasa 36 inagharimu $29 na senti 99. Na hili sasa ndilo linalotuacha na swali la mwisho la kujiuliza. Hivi, ni wakati gani safari hii ya kujitambua inabadilika na kuwa bidhaa? Ule mstari kati ya kutafuta maarifa na kufanya biashara upo wapi hasa? Hilo, nadhani, ni swali la kila mmoja wetu kutafakari.